mke mwenye heshima. Pale Bwana Yesu alipoanza kuwafundisha wanafunzi wake, aliwafundisha kwa mifano mbalimbali. Aliwafundisha kwa ujasiri, akawapa habari za ufalme na kuwatahadharisha pia katika kuhusu ule ufalme. Akawaambia ufalme wa Mungu unapatikana ndani yetu. Ufalme huo ni kitu gani? Msiende kuutafuta nje, lazima turudi ndani tuweze kuutafuta ule ufalme wa Mungu. Ukae ndani yetu, uishi ndani yetu. Tena akawaambia, msijisumbue kwa lolote. Msijisumbue kwa shida mbalimbali, msijisumbue. Msijisumbue kwa sababu ufalme huo mnapoutafuta na mengine mtafanyaje? Mtazidishiwa. Yaani ufalme wa Mungu ukiwa ndani yako, kazi yake unazidishiwa. Yaani yale unayoyatafuta yote utazidishiwa. Yaani usiende kuhangaika kutafuta ndoa, kutafuta mume, kutafuta watoto, kutafuta kazi. Usiende popote kutafuta. Unachohitaji ni ufalme wa ule ukae ndani yako. Alikuwa akimaanisha nini Bwana Yesu? Namshukuru Paulo akaja kuliweka kwa uwazi ama kwa urahisi, kwa sababu Bwana Yesu yeye alikuwa akiongea kwa mafumbo mazito ambayo hata wao walikuwa hawawezi kumuelewa. Lakini baadaye walipojazwa Roho Mtakatifu ndipo waliweza kuelewa kile alichokuwa akiwafundisha. Paulo akawaambia Wafilipi, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Na upole wenu ujulikane na watu wote. Wanapokuona waone nini? Upole. Kwa nini furaha? Paulo alijua kabisa kwamba furaha ndiyo nguzo yetu. Furaha ndiyo ngome yetu. Furaha ndiyo ushindi na nguvu. Kwa sababu hata yeye alipitia mambo mengi, alifanya mambo mengi. Lakini alipompokea Kristo na kupokea yule Roho Mtakatifu, akajua kwamba furaha ndiyo kila kitu. Kumbe ule ufalme ambao Bwana Yesu alikuwa akituambia kwamba tusiutafute popote, tusihangaike na chochote, bali ule ufalme wa Mungu na haki yake viwe ndani yetu. Kumbe ule ufalme wa Mungu na haki yetu na haki yake Mungu ni furaha. Kwa sababu ule ufalme unapokaa ndani yetu, kazi yake ni kutuzidishia. Na hii furaha inapokaa ndani yetu huwa inafanya mambo gani? Huwa inafanya kitu gani? Ninakwambia furaha ya Bwana ikiwa ndani yako, kitu cha kwanza, kitu kikubwa inachokifanya hiyo furaha ni kukupa zawadi. Kuna zawadi kubwa sana ambayo tunahitaji ndani ya furaha. Ama kuna zawadi kubwa sana ambayo tunahitaji katika furaha ya Bwana. Hiyo zawadi ni nini? Zawadi ya furaha ni upole. Na upole ni sifa kuu ya Bwana Yesu, kwa sababu mwenyewe alikuwa mpole na mnyenyekevu katika moyo wake. Kumbe inatupasa tuitafute ile furaha, kwa sababu furaha ni utukufu wa Mungu. Pale sote tulipotenda dhambi, tulipungukiwa na nini? Na furaha. Tukawa wenye huzuni. Huzuni ni dhambi. Mtu anaweza akasema kwamba kuzini ndio dhambi, kuiba ndio dhambi, kuua ndio dhambi. Ili mtu afanye mambo yote yale, kitu cha kwanza ambacho mtu huwa anakipoteza ni furaha. Anakuwa mwenye huzuni. Huzuni inazaa madhara makubwa. Huzuni ndio inayokusababishia wewe ufanyeje? Ushindwe kuzitii sheria za Bwana. Kumbe
Kuzivunja sheria za Bwana kunatokana na nini? Na huzuni. Kwa sababu huzuni inaanza kukuonyesha, inaanza kukubadilishia, inaanza kukutoa katika uhalisia. Huzuni inakufanya uwe mwigizaji. Huzuni inaweza ikakuonyesha uovu kuwa wema. Kwa mfano, mtu mwenye huzuni ya maisha. Mtu ana huzuni katika maisha, anaona kwamba mbona maisha magumu, kwa mfano mabinti au mwanamke. Kwa huzuni ya maisha alionayo, anaweza akarahisisha hata kuona kwamba hata huyu mume wa mtu bado anafaa kufanyaje? Kuondoa huzuni iliyomo ndani ya maisha yangu. Hapo unakuwa sio wewe, unakuwa ni mwigizaji, ukitegemea mume wa mtu atakupa furaha. Huzuni inaweza ikamwonyesha mtu kulingana na ufukara, kulingana na ukosefu wa kipato ulionao. Hata ukipita haka kanjia kamkato, ukitengeneza kando hii, inaweza ikakupa nini? Ikakupa hicho kipato. Yote ni nini? Huzuni. Ndio maana huzuni hiyo, kitu kikubwa ambacho huwa kinatengenezwa na huzuni ndani ya mioyo yetu, unafikiri ni nini? Yaani karama kubwa ya huzuni ni machungu. Machungu ndani ya mioyo yetu yanaleta magonjwa. Machungu yanaleta visasi. Machungu hayakufanyi utulii. Machungu yanakufanya uhangaike. Machungu yanaharibu ufahamu. Machungu yanaharibu akili. Machungu yanaharibu utendaji wako. Machungu yanakufanya uwe mtu mwenye malalamiko. Machungu yanakufanya uwe mtu mwenye kushindwa, usiweze kufanya shughuli zako za kawaida. Machungu ya ambayo yamezalishwa na nini? Huzuni. Ndio maana hata mimi mtumishi Martha ninakuambia, furahi. Itafute furaha. Usihangaike kutafuta namna gani utaondoa machungu yako. Ni furaha pekee ya Bwana. Kwa sababu ukiipata hiyo furaha, itakupa zawadi ya upole. Na upole maana yake ni nini? Upole maana yake okoa muda. Upole utakufanya uokoe muda. Upole utakufanya uwe jasiri. Upole utakufanya uwe mwenye kuweza. Upole ni mvuto. Upole ni tiba. Mtu mpole hawezi kuwa na magonjwa. Upole ni ufunguo. Upole ni mwalimu. Kwa sababu upole ni hekima inayofundisha, inayosuluhisha, inayokusanya. Upole ni hekima isiyotawanya. Ninakuambia kuanzia leo, upole wako ndio uwe kitambulisho. Kikikutambulisha popote, utapata kibali. Ulikuwa hauna kibali kazini kwa sababu ya huzuni na manunguniko ulionayo, lakini upole utakufanya uwe na marafiki. Upole utakuvutia watu wema karibu. Upole. Mimi ninajua watu wengi hawafahamu dhambi ni nini. Leo ninakwambia, dhambi ni huzuni ikaayo ndani ya moyo inayoondoa furaha yako. Kwa hiyo inakupasa uitafute furaha sana, uitafute furaha kuliko kitu chochote. Ikae ndani yako, ijae, ikutawale. Furaha hiyo ndio itakayokuwa inakujaza, na hapo utakuwa na nini? Na haja ya moyo na hoja yenye nguvu mbele ya Baba yetu.